ama yametofautiana, yamefarikiana, imeyarudisha pamoja. Lakini wafarraqa anka almutajamma, na yale yaliyokuwa yamekusanyika kwako imeyasambaza, imeyatawanyisha. Wa ahdara alghaib, lakini Ramadhani hii ambayo inayokwenda imekuletea ulichokuwa haukioni, ama kilichokuwa mbali na wewe imekisogeza karibu. Lakini wa aghaba wa ghayyaba anka alhadira, na imeondoa kilichokuwa karibu yako kukipeleka mbali. Haya ndiyo manne ambayo Ramadhani imefanya mpaka leo. Famahi almutagamma alladhi kanat mutafarriqa, ni yapi ambayo Ramadhani imeyakusanya kwako muumini mwenzangu, yaliyokuwa yamesambaa qabla Ramadhan. Kunta la tasma'u alquran asma'uka amma sam'uka kana yastami'u ila alaghniya wa ila alharam wa ila alnamima wa ila alkadhb, wa ba'da Ramadhan asbaha tasma'u ila ma yarduhu Allah subhanahu min alqur'ani wadhikri walwa'dhi waddurus. Kabla ya Ramadhan, masikio yako ndugu yangu muumini yalikuwa yamejikita kwenye kusikiliza haramu, ukisikiliza uongo, ukisikiliza utesi, ukisikiliza usengenyaji, ukisikiliza matusi, ukisikiliza nyimbo za ambazo si halali, nyimbo zenye kuhamasisha uovu na mfano wa hayo. Masikio yalikuwa huko. Lakini baada ya Ramadhan, masikio yako hatimaye leo siku ya 22 yanasikiliza adhana kwa utulivu, yanasikiliza Qur'ani kwenye gari, yanasikiliza Qur'ani msikitini, nyuma ya safu ya imamu, yanafuatilia vipindi kwenye television vya mambo ya dini. Masikio yako yametoka huko yalikokuwa yamesambaa, yamerudi kwenye jambo moja tu, lillahi alwahidul qahar, kwa ajili ya Mungu tu. Mtu akija na jambo lake unamwambia bana, kama ni hilo hapana, mimi sisikilizi mambo hayo sasa hivi. Mikono ilikuwa mizito kabisa kutoa sadaka, mikono ilikuwa mizito kabisa kufanya mambo ya kheri, ilikuwa mizito kujitoa kwa ajili ya Mungu. Lakini ndani ya Ramadhani leo 22, wallahi wewe ni katika watoaji wazuri sana. Mpaka leo tarehe 22 umesaidia mayatima, umesaidia wajane, umechangia misikiti, umefuturisha watu, umesaidia ndugu zako, umeshiriki vizuri kwenye mambo ya kheri kwa mikono yako. Kwa hiyo mikono ilikuwa mivivu kwenye kheri, lakini kwa sababu ya Ramadhan hatimaye mikono imerudi kwenye kheri. Mikono na masikio vyote vimekutana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Miguu ilikuwa mizito kuja msikitini, miguu ilikuwa mepesi sana kuelekea kwenye mambo ya haramu, kwenye mambo ambayo Mungu amekataza, na ikiwa mizito kuja msikitini na kufata maeneo ya kheri, maeneo ya darsa, maeneo ya mihadhara, maeneo ya kufata watu wenye shida na kadhalika. Ndani ya Ramadhani hii na wewe pia umekuwa ni mshirika mzuri wa mambo ya msikiti na masala mengine mengi ya kheri, ikiwemo kuwafuatilia watu na shida mbalimbali. Kwa hivyo vilivyokuwa vimesambaa kwenye shari huko, hatimaye vyote, miguu, mikono, masikio, kinywa chako, wasikia sana, na mengi katika yale ambayo Mungu alikujalia katika viungo, yote yanafanya kwa ajili ya lillahi alwahidul qahar. Vyote vinafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hadha ma fa'ala laka Ramadhan, haya ndiyo mambo ambayo Ramadhani imefanya kwako. Watu walikuwa hawakupendi, sasa hivi wanakupenda. Watu walikuwa hawazungumzi na wewe, wanazungumza na wewe. Watu walikuwa hawawezi wakakusaidia kwa nje ya Ramadhani, sasa hizi wewe umesaidiwa. Hadha ma fa'ala laka Ramadhan. Haya ndiyo miongoni mwa mazuri ambayo Ramadhani imekuja nayo mpaka leo.
waghayyab wa farraqa minka almutajamma. Ramadhani imesambaza kabisa kabisa yale mabaya yaliyokuwa yamekusogelea, yaliyokuwa yanaelekea kwako. Kabla ya Ramadhani, ndugu yangu muumini, kuna watu rafiki ama ndugu ama jamaa ama wafanyakazi wenzio ama watu wa mtaani ama walikuwa na mipango mibaya kabisa na maisha yako. Kuna watu walikuwa na nia ya kukuibia, uibiwe nyumbani kwako, uibiwe baskeli yako, uibiwe pikipiki yako, uibiwe shambani kwako, uibiwe kwenye biashara zako. Lakini kwa Ramadhani farraqa, mpango ukasambaratika kabisa kwa sababu ya watu ya heshima ya Ramadhani. Kwamba bwana siwezi kuiba ndani ya Ramadhani. Bwana siwezi kumchukulia bwana ndani ya Ramadhani. Bwana siwezi kuchukua cha dhuluma ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo kuna watu mmeponesha mali zenu, mmeponesha biashara zenu, mmeponesha mali zenu mbalimbali. Watu wameogopa kuziharibu ama kuziiba ama kuzichukua bila utaratibu kwa sababu tu ya Ramadhani. Hadha ma faala bika Ramadhani. Haya, kuna watu walikusudia wakuroge, wakufanyie uchawi, wakutupie vipande, wakutupie majini, mashaitani na mavitu ya hovyo, makanyamnini sijui. Lakini ilipoingia Ramadhani wakasema la, siwezi kufanya mambo haya. Ramadhani hii nitaishije? Mwenyezi Mungu ataniangaliaje? Mungu atanipokeaje saumu yangu? Kwa hiyo wameacha watu ambao walikuwa wamepanga mpango wa kukuroga kwa sababu ya Ramadhani. Atadri ya hadha ma fa'alahu lak Ramadhani ya hadha. Haya ndiyo mambo ambayo unatakiwa ukae ufikirie, utafakari. Kuna watu walikuwa wamepanga mpango wa kuchukua mkeo aende akaziniwe pahala, au akuchukulie mumeo akamshike pahala, amjengee nyumba, amnunulie gari ama amlipie kodi. Lakini baada ya Ramadhani imeingia, hata ile shilingi 100 ya iftari asema siwezi kufuturu kwa mali ya mwanamume ambaye sio mume wangu. Kwa hiyo mali za familia, mali za kusomesha watoto zimepona na mumeo amepona kuingia kwenye haramu kwa sababu Ramadhani iko mbele yako, kwa sababu Ramadhani leo ni tarehe 24. Kwa hiyo kuna watu tumesalimisha wake zetu na kuna wanawake wamesalimisha waume zao kwa sababu tumo ndani ya Ramadhani. Kuna shemeji yangu mmoja alinipigia simu majuzi akaniambia, shemeji, you can't believe me, huwezi amini kwamba rafiki yako, akamtaja jina, simtaji sasa kwa hapa, huwezi amini tangu Ramadhani miandama sio tena yule wa kurudi saa 6 usiku, saa 5 usiku na wakati mwingine alfajiri kabisa. Wallahi tangu Ramadhani miandama amekuwa ni wa mapema kabisa kurudi nyumbani by saa 11:30, 10. Na kuna wakati shemeji anasaidia kukata kachumbari nyumbani. Shemeji nani, rafiki yako ambaye kwa kweli siamini kama amefikia hatua hii, baba fulani anamtaja pale. Yani amekuwa tofauti kabisa. Hii Ramadhani, mimi natamani Ramadhani iendelee kabisa kwa mtindo huu kwa sababu ninamfaidi mume wangu. Nikakumbuka hadithi maarufu na mashuhur, qalahu sadiqul masduq alayhi salatu wassalamu nabii al-adnan. Mtume ameyasema maneno haya marefu, muda mrefu sana, akasema lau ya'lamu ibadu ma fi Ramadan latamannat an takuna Ramadhan sanatu kullu. Watu wengejua maskini kheri, baraka, neema, rehma na kila anwai ya jambo zuri yanayopatikana ndani ya Ramadhani, watu wenye akili wengetamani Ramadhani iwe mwaka mzima. Na kuna riwaya inasema dahari, kwa maana ingekuwa milele. Mtu kama huyu mume wake alikuwa hashikiki, lakini ndani ya Ramadhani anapatikana kirahisi kabisa nyumbani, mpaka anasaidia kukata kachumbari. Wasikia sana huyu Ramadhani anaitamani. Sasa sikuambii kwa wauza vitumbua shekhe wangu kwamba Ramadhani inavyobakiza siku 8 ama siku 7 kutoka leo, hali yao maskini wanatamani sijui iweje, kwa sababu vitumbua 500 kwa siku wanamaliza mpaka 1000. Itabadilika, itakuwa pamoja kama ndio watu wanakula mchana,
atauza vitumbua 70, 120, na ndio watu wanakula mchana. Lakini wakati huo Ramadhan watu wana maana zao kwenye mambo ya vitumbua, wasikia sana. Kwa hivyo ukenda kwa wauza kanzu, ukenda kwa wauza vitambaa, ukenda kwa wauza mihogo, kwa wauza tambi, kwa wauza nyama, kwa wauza ngano, each and every, kila kitu wewe kiseme katika habari hizi, utagundua kwamba Ramadhan jamaa laka almutafarriqa wa farqan almutajamma. Ramadhani kuna mazuri mengi imeyafanya yaliyokuwa hayapo kwako, yalikuwa yamesambaratika, imeyakusanya, imeyaweka pamoja, na kuna mabaya mengi yalikuwa yamekuandama, lakini Ramadhani imeyasambaza na hayana nguvu tena na wewe. Hadha ma faala Ramadhani ya hadha laka, walidha yaqulu tabaraka ismuhu almajid wal tukmilu alidda wal tukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikr al hakim. Aqulu ma tasma'un, istaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi wa'lam anna at-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanba lahu, tubu ila Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi ja'alana min ahli sunnah, wassalatu wassalamu ala man ursila ikmalul minnah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hubbuhum wa itiba'uhum lana junna min thumma amma ba'd. Waheshimiwa waumini, kwa hali kama hiyo, kwa hayo mawili ya kwanza tuliyoyaona, Mwenyezi Mungu anasema waltukmilul idda, jitahidini waheshimiwa mkamilishe hesabu iliyobakia. Waltukabbiru Allah, na mumtukuze sana Mwenyezi Mungu, mumsifu sana Mwenyezi Mungu, mumtaje sana Mwenyezi Mungu, mfanye yale yote Mungu anayotaka sana kama siku iliyobakia. La'allakum tashkurun, lakini pia siku ya Eid mpige takbira kwa wingi. Wala'allakum tashkurun, lakini pia mshukuru kwenye haya ambayo tumeyasema iliyoyafanya Ramadhani juu yako. Waislamu, Ramadhani imefanya mambo manne. Jambo la tatu iliyofanya Ramadhani, ahdara lakal ghaib, Ramadhani imekuletea kilichokuwa mbali na wewe au ulichokuwa ukioni. Waheshimiwa waumini, Ramadhani inapokuja kama hivi na inapoelekea mwishoni kama hivi, akili za watu wenye akili zinafikiria mbali sana. Zinafikiria kwamba hivi mimi Ramadhani ijayo itanikuta nikiwa hai? Kwa hiyo unakifikiria kifo ambacho una wasiwasi nacho kwamba kabla ya Ramadhani ijayo inawezekana nikawa mimi ni miongoni, kwa sababu unakumbuka kuna watu Ramadhani iliyotangulia walikuwepo kwa wingi, wakiwa na afya, wakiwa na madaraka, wakiwa na mali zao, wakiwa wazuri, wakiwa wajanja kabisa, lakini Ramadhani hii hawapo. Na wewe hii Ramadhani inakukumbusha kwamba je, Ramadhani ijayo itanikuta ama itawakuta wengine? Kwa hiyo inakukumbusha kujiandaa na kifo, inakuletea picha nzima ya kifo, inakuletea mifano ya watu ambao wamemisi Ramadhani hiyo ulionayo wewe, ambao walikuwa ni jamaa zako, majirani zako, ndugu zako, wazazi wako, wanao, jamaa, wafanyakazi, unawakumbuka. Kwa hiyo Ramadhani ukiitumia, ukiitazama katika sura yake ya upana, inakuletea picha ya kifo, kwamba sijui kama nitakuwepo tena kwenye Ramadhani. Ndiyo maana tukasema sumu siyaman muwaddaa, Waislamu fungeni saumu ama funga ya kuaga, kwa sababu inahitaji umri mrefu sana kuifikia Ramadhani nyingine ukiwa hai. Allahumma a'id alaina Ramadhana aman ba'da am wa sininan ba'da sinina mujtami'ina ghayra mutafarriqin. Mwenyezi Mungu, tunakuomba waja wako sisi bado hatujafanya vizuri sana kwenye Ramadhani. Tunaomba pia Ramadhani ijayo tuwepo, lakini pia na miaka mingi tuendelee kuwepo na tuendelee kufanya kheri kama ambavyo tunakusudia sasa kufanya kheri inshallah.
Waislamu, hiyo ni Ramadhani inatuletea kitu ambacho kiko mbali, inakisogeza zaidi. Kifo inatusogezea zaidi kukifikiria, lakini inatupelekea yughayibu lana alhadir. Waislamu, kila mtu sasa hivi dunia ndiyo kila kitu kwake. Kila mtu anapambana kuhakikisha maisha yake katika dunia, yani ndio imejaa mbele yake. Lakini Ramadhani inakuja kukukumbusha kwamba dunia sio lolote. Walal akhiratu khairul laka min al-uli, akhira bado ndio yenye bora zaidi. Mahama tanaama al-insan ban adama abdu min ibadillahi fi hadhihi ad-dunya ad-dani'a fala yasil walau daraja bima fi al-akhirah min an-na'im wal khairat. Mwanadamu hata apate nini hapa duniani, apate atakachokipata katika neema, awe amejaliwa hivyo alivyojaliwa katika madaraka, awe amepata alichokipata katika furaha za dunia, lakini haisawazishwi na hata kijidaraja kimoja katika neema na raha za akhera. Hii Ramadhani inatukumbusha haya. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatuambia tuache kula, anatuonyesha hii dunia hamna lolote, tuache mambo sio yani, tuache hichi, acha hichi, kwa sababu hivi ndio vya dunia inatufanya inaonekana ni dunia ni tamu, ni nzuri. Mungu wa hivyo vitu anakuambia hicho kiache, hicho. Kumbe una uwezo, kuna vizuri zaidi ya hivi, na unaweza mtu kaishi bila hivyo. Hii unakumbushwa ndani ya Ramadhani. Waheshimiwa Waislamu, hayo ni mambo manne kwa mukhtasaran ambayo Ramadhani hii na Ramadhani zote zimekuwa zikitusaidia na zikitufanyia. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wale ambao tumekusanyikiwa na yale ambayo yalikuwa yamesambaa kabla ya Ramadhan, na awe Mungu ameyasambaza yale mabaya yote ambayo yalikuwa yamekusanyika juu yetu kabla ya Ramadhan. Na Mwenyezi Mungu atujalie tuzinduke kufikiria huko tunakokwenda, lakini pia kuangalia haya ya dunia katika sura ya kawaida inshallah. Waheshimiwa waumini, mwisho kabisa, 10 tulionalo ni 10 la mwisho katika 13 ya Ramadhan, na 10 hili kama mnavyojua ni 10 la mchaka wa ibada, mchaka wa mambo mengi sana katika maisha yetu ya kawaida. Lakini msisahau kuna zakatul fitri, na zakatul fitri inapokelewa na mashehe na maimamu misikitini, kuchelea isije ikatolewa hovyo hovyo na baadhi ya watu kwa mahaba yao wakaharibu wakapeleka kwa watu ambao sio mustahiqin. Na tutataja baadaye gharama gani ambazo mtu anatakiwa azitoe ili zaka yake iwe imekubalika, na inapokelewa siku yoyote ndani ya Ramadhani, lakini 10 la mwisho ni bora zaidi. Lakini pia masiku yanapokuwa imeenda mwishoni ni bora zaidi, na usiku wa kuamkia Idi ndio the best kabisa, ndio wenyewe hasa. Lakini kwa kuchelea mambo yasije kaingiliana ukajikuta mpaka siku mambo hayasomi vizuri, ni afadhali uweze ukalitekeleza mapema ili upunguze baadhi ya majukumu yako, kwa sababu mambo yanakwenda kuwa msongamano ni mkubwa sana. Waheshimiwa waumini, zaka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alifaradhisha Mtume na akasema tu'matu lilfuqara'i walmasakin aghnihim 'ani dhulli su'uli yawmil 'Eid. Jamani, hii zaka haswa ni kutatua matatizo ya watu wenye shida, maskini na mafakiri, wasidhalilike siku ya Eid. Sio vizuri tumewaona Ijumaa pale wanaombaomba mitaani, ukienda sokoni umepanga mstari kwa matajiri misikitini na wapi, na siku ya Eid tena waonekane tena wenyewe wamepanga. Watapika saa ngapi? Watachambua mchele saa ngapi? Watakafa na familia zao saa ngapi? Kwa hiyo ile imekuja kutatua shida za wenye shida hasa, na kwa kweli asirudi mtu nyuma. Kila mtu anatakiwa atoe zakat bila kufikiria mara mbili. Mradi una chakula chako cha Eid, basi toa kinachobakia pale. Na kama inatosha watu wawili, toa watu wawili. Kama una watu 5 inatosha, toa watu 5. Kama ina watu 10 na unazo, toa watu 10. Kama hauna, utaanza kutoa kutokana na daraja, utajitolea mwenyewe
kama inatosha utamtolea mkeo, itaenda utamtolea si mtoto mkubwa, kutokana na level utatoa kutokana na uwezo wako. Hili ni jambo maarufu, mnalijua. Hatutarajii watu kuwa wazito tena kwenye hili jambo. Hatutarajii watu wawe wazito kwenye swala la az-zakawatil fitri. Inshallah Mwenyezi Mungu kila mmoja amsaidie, na inaruhusiwa pia kumtolea mtu. Kama unamwona mtu hali yake taabani, unaweza ukamtolea, ukamuingiza kwenye orodha ya watu ambao unaweza ukawatolea. Inakubalika na inasihi na ni miongoni mwa mambo ya khairi inshallah. Waislamu, mwisho kabisa, ukiacha zakawatul fitri, tuna lailatul qadri siku za karibuni. Lailatul qadri imekuwa ni neno ambalo halipewi uzito kama linavyotajwa kwenye Qur'ani. Watu utawaona, yani kwa mfano itokee Lailatul Qadri kama kwa mfano kama vile leo, au tufanye mathalan kwa Tanzania kama tarehe 15 kwa mfano. Tarehe 15 kuna mamipira huko ya nchi za ligi ya Tanzania huko. Alafu iwe ndio hiyo siku ambayo labda inasemwa na kitabu na maelekezo na nini kwamba bana hii ni siku ya witri min autar, ni katika siku zile za witri za kuitafuta Lailatul Qadri. Wala watu hawana habari. Yani wewe sema utakavyojaliwa, sema utakavyoweza kusema, tafuta maneno yote unayoyajua. Watu hawana habari mpaka kwanza mechi ishe, na hiyo mechi ikiisha awe ameshinda sasa timu yake, ndio hapo anaweza kusema bana hivi leo ndio sema Lailatul Qadri ni leo. Hapo ndio ataanza kuona kama kuna mambo Lailatul Qadri. Lakini itokee hiyo Lailatul Qadri kweli ipo na bado timu yake imefungwa, wallahi hakuna cha Lailatul Qadri wala Yaumul Qadri wala sijui Naharul Qadri, hakutokuwa na chochote. Yani imefikia dini imekuwa ni kama ziada ya mambo yako mtu binafsi. Dini ilipofikishwa bwana, hii kuswali mtu mpaka ameona mambo yake ratiba zake haimbani, ndio anaona basi ngoja nikaswali. Hiyo tarawih mtu mpaka angalie kwamba hivi leo kuna nini, ama okay niko free kidogo, basi ngoja niswali raka 2. Yani mpaka angalie kwanza ratiba zake, akishaona mambo yake fulani labda haya, ndo anaona basi ngoja ni swali, basi ngoja nisome Qur'ani kidogo. Yani hakuna kwamba hii Qur'ani ni lazima mengine niakhirishe. Yale mengine yana lazima, swala inaweza kaahirishwa, kusoma Qur'ani kuweza kuakhirishwa, Lailatul Qadri hata mwakani. Yani imeshakuwa ni mambo ambayo kama hatuyataki fulani hivi. Cha ajabu shekhi wangu, ukiangalia uko Ulaya sasa, angaondo kuna mipira mizuri, kuna maisha ambayo tunaambiwa sisi wengine hatujafika, wanaambiwa sasa watu wanaishi vizuri, watu kama vile mambo yao yamepangika kivizuri. Shekhi, watu wanaswali misikiti Ulaya, yani safu nje msikiti umejaa na mpaka barabara zinafungwa. Eti Ulaya huko. Marekani misikiti inajaa, mtaa unajaa, inafungwa mitaa. Watu wanabaki wanawashangaa Waislamu vijana wamevaa makoti, majaketi na nini, wanaswali tarawih raka 8, raka 20, sio ngapi. Ulaya wanaswali shekhe. Wewe hapa Tanzania, Tabora, hauswali tarawih shekhe wangu. Msikiti swala tarawih wanaswali watu 3, wanaswali watu 4. Watu wametoka kwenye raka 20 wakasema labda watu wana nini tufanye raka 8. Watu hawaswali tena hata hizo 8 zenyewe tena. Majumbani watu hawaswali hiyo tarawih kwamba labda mtume aliswalia nyumbani. Yani kila kinachopunguza labda kitasaidia, hakisaidii chochote zaidi ya kwamba watu wanazidi yataqahqaruna, wanazidi kurudi kinyume tu. Yani kama vile mtu anasukumwa na kijinga cha moto. Mabwana, tuna siku 8 zimebakia. Ightanimu bi awakhiril widad. Jamani, hebu nufaikeni, jitahidini kupata chochote katika khairi za Mwenyezi Mungu kwenye hizi siku 8-7 zilizobakia. Inatosha kabisa kubadilisha mambo yako yote kama yameharibika huko nyuma kwa siku hizi 7 zilizobakia. Kwa hiyo Lailatul Qadri, jitahidi angalau mwaka huu na wewe uwemo. Na unaipataje? Jitahidi siku zote hizo ufanye ibada zako msikitini, na ukae msikitini ikiwezekana, ama itafute hata nje ya msikiti. Maana Lailatul Qadri sio lazima msikitini, hata nje. Nenda hata nje huko kafanye khairi zako, inakubalika. Sio lazima ukae msikitini. Nenda kawasaidia watoto huko wenye shida, wagonjwa kawatibu. Sawa kabisa, huko kwenye Lailatul Qadri wenyewe unafanya khairi bwana. Kafanye jambo lolote la khairi nje ya msikiti, ndani ya msikiti, lakini masiku haya usikubali kukutwa haufanyi khairi.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات إنك قريب مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مفرق القرآن ويا منزل الفرقان خالق الإنسان عالم السر والإعلان، أعنا اللهم يا ربنا على ما بقي من صيام شهر رمضان، أعنا اللهم فيه وفي غيره على الصلاة والصيام والصدقة وعلى قيام الليل والتلاوة القرآن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين واختم لنا بالخير أجمعين. اللهم اهلك اليهود وأعوان اليهود، اللهم اهلك اليهود وأعوان اليهود وافعل بهم كما فعلت بعاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم إنهم أصحاب المكيد وأنت كبرهم مكيدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشام وفي شيشان وفي البوسنك والهرتف على سرد الظالمين، وانصرهم في إيران. اللهم انصر المسلمين في إيران، اللهم انصر إخواننا المسلمين في إيران، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة وفي رام الله من اليهود الغاصبين. اللهم إنهم عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، حفاة فحملهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم برحمتك أنت الرحيم الرحمن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.